Ushawahi kuhisi kuna mtu kwenye maisha yako anakutumia, lakini kila ukijaribu kumweleza, wewe ndio unaonekana mbaya? Leo nakufichulia aina 6 za watu wenye tabia za sumu, dark personality, unaoishi nao kila siku. Na namba 5 ndio hatari zaidi, ambaye huenda umelala naye kitanda kimoja jana usiku. Kabla sijakupa siri hizi za kisaikolojia, gusa kitufe cha subscribe na ulike hii video. Twende moja kwa moja kwenye namba 1. Mtu wa kwanza, mhanga feki, the covert narcissist. Huyu sio yule mtu anayejisifu waziwazi, hapana. Huyu ni yule anayetumia shida zake kama silaha ya kukutawala. Kwenye saikolojia anaitwa covert narcissist. Ukimweleza tatizo lako, kwa mfano umefiwa au umepoteza kazi, atatafuta namna ya kuligeuza hilo tatizo liwe kuhusu yeye. Atakwambia, pole sana, lakini mimi nimepitia makubwa zaidi yako jana. Lengo lake sio kukupa pole, lengo lake ni kupokonya attention yote iwe kwake. Watu hawa wanakufanya ujihisi una hatia hata kama hujafanya kosa. Ukikwazana naye, atalia na kujifanya yeye ndo ameonewa, kiasi kwamba utajikuta unamwomba msamaha kwa kosa ambalo yeye kalifanya. Mtu huyu ananyonya hisia zako taratibu. Ukigundua una rafiki au mpenzi wa hivi, weka mipaka mara moja. Mtu wa pili, fundi wa kupindisha mambo, the gaslighter. Huyu ni master wa kitu kinaitwa gaslighting. Lengo la huyu mtu ni moja tu, kukufanya uanze kutilia shaka akili yako mwenyewe. Fikiria hili. Umemfumania na ushahidi au umemkuta anasema uongo ofisini, badala ya kukubali kosa, atakutazama usoni bila kupepesha macho na kukwambia, wewe una matatizo ya akili, unajitungia vitu kichwani mwako. Atasema uongo kwa kujiamini kiasi kwamba unaanza kujiuliza, hivi labda mimi ndio nimekosea? Hawa ni watu hatari sana kwa sababu wanaharibu self-esteem au kujiamini yako. Wanakufanya uamini kwamba bila wao, wewe huwezi kufanya maamuzi sahihi. Ukiona uko kwenye mahusiano au urafiki ambapo kila siku unahisi wewe ndio mwehu na yeye ndio mwenye akili, kimbia. Huyo ni gaslighter na anacheza na saikolojia yako. Mtu wa tatu, mcheza chess wa maisha, the Machiavellian. Kwenye dark triad ya saikolojia, hii inaitwa Machiavellianism. Huyu ni mtu anayekuona wewe kama kifaa au daraja la yeye kufika anapotaka. Hana hisia za urafiki wa kweli, kila anachofanya kimehesabiwa, calculated. Huyu ni yule mfanyakazi mwenzako anayekuchekea usoni, anajifanya anakusaidia, lakini yeye ndio anaenda kwa boss kuchukua sifa za kazi uliyofanya wewe. Au ni yule rafiki anayekuja kwako tu wakati una pesa, connection au faida fulani. Akipata anachotaka, anakutupa kama karatasi. Ukitaka kumjua huyu mtu, angalia anavyowachukulia watu walio chini yake, wahudumu, walinzi au watu wasio na faida kwake. Hawaoneshi heshima kwa sababu kwao binadamu wamegawanywa makundi mawili tu, wale wa kuwatumia na wale wasio na faida. Mtu wa 4, mchonganishi msiri, the smear campaigner. Kabla sijakupa namba 5 ambayo ndio hatari kuliko wote, hebu tumwangalie huyu mchonganishi. Huyu ni mtu anayetumia taarifa kama silaha. Ana uwezo wa kukaa na wewe akasema vibaya kuhusu watu wengine, na ukidhani wewe upo salama, unajidanganya. Akiondoka kwako, anaenda kwa hao na kusema vibaya kuhusu wewe. Tabia hii inaongozwa na roho ya wivu wa kimya kimya na hitaji la kutawala. Wanaanzisha kitu kinaitwa smear campaign. Wanaharibu sifa yako kwa watu wengine pole sana, tena kwa kutumia maneno ya kuonekana wanakuhurumia. Watasema, maskini fulani, namuonea huruma sana, siku hizi amechanganyikiwa. Lengo lao ni kukutenga na kila mtu ili uonekane wewe ndio mbaya na yeye ni msafi. Siri ya kumshinda huyu mtu: usimpe siri zako na usishiriki naye kusengenya. Mtu wa 5, mtu asiye na huruma, the everyday psychopath. Kama nilivyokuahidi, huyu ndio hatari zaidi. Tunamuita the everyday psychopath, psychopathy wa kila siku. Tunaposikia neno psychopath, akili zetu zinawaza watu wanaoua kwenye sinema. Hapana.
Psychopathy wengi wamevaa suti, wako maofisini na wengine wapo kwenye ndoa. Sifa yao kuu ni zero empathy, hawana chembe ya huruma, lakini wana charisma, yani mvuto wa kiwango cha juu. Siku za mwanzo ukikutana naye, utadhani umekutana na malaika. Anajua kusoma kile unachotaka kusikia na kukuambia haswa hicho hicho. Lakini hii ni maski tu, baada ya muda ataonyesha rangi zake. Anaweza kukuharibia maisha, kukuibia pesa, kukuumiza kihisia na bado akalala usingizi fofofo kana kwamba hakuna kilichotokea. Ukilia, yeye anakuona kama mazingaombwe. Haelewi maumivu yako kwa sababu ubongo wake haujatengenezwa kuhisi huruma. Ikiwa uko karibu na mtu anayeweza kufanya ukatili wa kihisia bila kushtuka na kisha akatabasamu, usijaribu kumbadilisha. Okoa maisha yako. Huyu habadiliki. Mtu wa 6, mnyonya nishati, the energy vampire. Huyu hana ukatili wa namba 5, lakini athari yake kwenye afya yako ya akili ni kubwa sana. Huyu ni yule mtu ambaye kila baada ya kuongea naye unajihisi umechoka sana, unahisi maisha ni magumu na umepoteza hamasa yote. Haongelei mipango, haongelei maendeleo. Kila kitu kwake ni malalamiko. Serikali mbaya, bosi mbaya, mpenzi wake mbaya, hali ya hewa mbaya. Ukimpa suluhisho, atatafuta tatizo ndani ya hilo suluhisho lako. Mtu mwenye dark personality ya aina hii anakutumia kama dampo la kutupa takataka zake za msongo wa mawazo. Kukaa na mtu wa hivi muda mrefu kutakufanya na wewe uanze kuona dunia kwa giza. Utaanza kukosa bahati kwa sababu aura yako inakuwa imejaa nishati hasi, negative energy. Jifunze kusema nina kazi kidogo, tutaongea baadaye unapokutana na hawa watu. Kati ya hawa watu 6, namba ngapi umeshawahi kukutana naye kwenye maisha yako? Niambie kwenye comments hapo chini. Nasoma kila comment na nitakujibu. Kama umejifunza kitu kipya leo, fanya maamuzi sahihi kwa kugusa subscribe na uwashe kengele, bell icon. Asante kwa kutazama. Tukutane kwenye video ijayo. Peace.